Ofisi ya mrajisi wa asasi za kiraia Zanzibar imeahidi kushirikiana kwa hali na mali katika kuwasaidia wananchi wanaoishi katika mazingira magumu. Haya yameelezwa na mrajisi wa asasi za kiraia Zanzibar, ndugu Ahmed Khalid Abdallah, wakati alipokuwa katika ugawaji wa sadaka kwa wananchi wanaoishi katika mazingira magumu, uliodhaminiwa na Zanzibar Initiative Organization kwa kushirikiana na Sport Project, ambao wamekuja Zanzibar kwa ajili ya kutoa misaada hiyo. Hafla iliyofanyika huko ukumbi wa Raha Leo, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Aidha, amewataka wananchi kulinda amani na utulivu katika nchi ili tuendelee kuishi kwa amani na salama muda wote. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameweka mazingira bora ya asasi za kiraia kufanya kazi zao, kufanya wajibu wao, na ndio maana tunawasajili, na baada ya kusajili tuone juhudi kule chini za kwenda kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo kama serikali inaweka mazingira bora ya asasi za kiraia kufanya kazi zao vizuri, ndio maana tunashuhudia juhudi hizi za Zanzibar Initiative Organization kuwa na wageni wao hawa wa Sport Project ambao wamekuja Zanzibar kuja kutusaidia hapa Unguja, lakini pia tuna mpango kama huu kwenda kufanya kule Pemba. Mimi niseme kwamba naomba Sport waendelee kutusaidia, waendelee kuwa na program tofauti kama hizi za kusaidia wananchi wetu, kwa sababu hii hasa ndio lengo ambalo serikali imeweka la asasi za kiraia kuweza kusaidia. Ofisi ya mrajisi itaendelea kuwa mashirikiano kwa asasi za kiraia Zanzibar kuhakikisha kwamba lengo linalokusudiwa na serikali linapatikana, lakini vile vile kuhakikisha kwamba sheria ambayo tunawasajili kwa mujibu wa katiba zao inafuatwa ipasavyo. Baada ya kusema hayo, mimi niseme kwamba tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sisi sote ambao tumepata fursa hii. Tunajua wengi wanahitaji fursa hii, lakini Mwenyezi Mungu ametuandikia sisi kuja kuhudhuria hapa na sisi kwa sehemu ya mafanikio haya. Niseme kwamba tutaendelea kuhakikisha kwamba tunaratibu mipango kama hii nzuri ya kuwasaidia wananchi kupitia asasi za kiraia, na tutatoa kila aina ya msaada kuhakikisha kwamba mambo haya mazuri, malengo haya mazuri ya asasi za kiraia yanafanikiwa ipasavyo. Lakini pia ni kutoleeni salamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango Zanzibar, Dr. Saada Kuya. Angeungana na sisi hapa leo, lakini kidogo kazi zimeweza kumtonga na zikambana, na hapa karibu tulikuwa tumpate tuwe naye pamoja, lakini kwa bahati majukumu yamezidi na hakuweza kuungana na sisi. Lakini pia vile vile Mheshimiwa Waziri wa Uwezeshaji, Mheshimiwa Sharif, naye pia alitaka ungane na sisi, lakini pia naye hapa ameharibika. Lakini wote ni sehemu ya kuona kwamba wameheshimu na walikubali kabisa kuja kuungana na sisi, na hatimaye mrajisi ndio nimekuwa mgeni rasmi, na mimi nashukuru pia kupata fursa hiyo. Mwenyezi Mungu amejalia mimi tena ndio kuwa nishuhudie zoezi hili na kuweza kuchukua rasmi. Kwa hiyo niseme tu kwamba tuendelee kushirikiana, lakini la msingi kama jamii, kama wananchi, tuendelee kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu katika maeneo yetu, katika shehia zetu, wilaya zetu, mikoa yetu na katika majumba yetu. Tunasema kwamba amani inaanzia majumbani kwetu. Kwa hiyo tukajenge amani kipindi chote kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea katika amani na utulivu. Serikali inaendelea kujitahidi pakubwa sana kuhakikisha kwamba tunaendelea kuishi kwa amani na utulivu, na mafanikio ya kuendeleza amani na utulivu ndiyo chanzo cha kuendelea kupata maendeleo mbalimbali katika nchi yetu. Kwa hiyo tuwe ni watu wema, watu wazuri kwa kudumisha amani, lakini pia sisi tuwe mabalozi kwa wale ambao hawako hapa katika maeneo yetu kuhakikisha kwamba tunadumisha amani yetu. Baada ya kusema hayo, kwa upande wao wafadhili katika taasisi hizo wamesema kuwa wameshukuru sana kufika Zanzibar na wanaahidi kufika katika maeneo mengine, lengo ikiwa na kuwasaidia wananchi kujikwamua katika mazingira magumu. Some of that wealth every year to the people who maybe need it more. So this is all a part of our test, and this is one of the beautiful things of our religion, and it's just an honor to be able to be here today and to do this zakat distribution with you guys. So thank you very much, and I want to say Zanzibar
Alhamdulillah, you guys are blessed. What a beautiful place this is, and such a beautiful place to be. Thank you for accepting us and treating us kindly as your guest in your home. The next step, inshallah ta'ala, hopefully, is to get the organization registered and to start doing some serious work. The work that we've been doing in Zanzibar, it's been small because we're not registered at the moment. But once we get past that mission, inshallah ta'ala, being registered on the island, we plan to do so much work here. One of the things that we want to do here, we've been discussing, is embarking on starting up our own street kitchen, whereby we're providing food to people every single day for free. Not only do we want to do that, also, inshallah ta'ala, we plan to build our own schools where we'll be providing free education to those in need. And the next thing, inshallah ta'ala, that we're hoping that we can embark on is setting up water projects, providing water to those in need, inshallah. Nao wananchi waliopatiwa sadaka hiyo wametoa shukrani zao za dhati kwa taasisi hizo na kuomba taasisi nyingine kuiga mfano wao. Jina langu Salama Hassan Makame. Kwa hivyo tunashukuru kupata sadaka hii, itatusaidia kwenye maisha yetu, na tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie hawa wanatoa sadaka, Mwenyezi Mungu aruzuku kila siku, atujalie kutuletea na sisi tupate baraka na wao wapate baraka zao, tuendeleze maisha yetu na watoto wetu. Tuko pamoja kwa mashirikiano. Kwa mashirikiano ya pamoja sadaka, tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Walikuwa mbali na walikuwa karibu, ili kutuunganisha na mambo kama haya, kama kijumuiya au vikundi, kutuletea maendeleo ili na sisi tujikwamue katika maisha magumu yaliyotukabili. Asante. Jina langu naitwa Basha Usibasha, ni mstaafu wa TVZ. Na umri wa miaka 80 sasa. Kwa hivyo nashukuru kwa msaada kama huu kunijia wakati mzito wangu mimi, ili kupata msaada kwa watoto wangu na wajukuu zangu. Kwa hilo nashukuru foundation kwa kusimamia mambo haya, na Mwenyezi Mungu atawapa kila msaada kutokana na Mwenyezi Mungu. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.